Taarifa iliyopo ni kwamba tarehe 27 mwezi wa pili mwaka huu huyu mwanafunzi alitoa taarifa kwa muuguzi wa hii shule kwamba anasikia kuumwa kichwa. Kwa hiyo shule ikafanya utaratibu wa kumpeleka hospitali ya Kitete. Alipofika pale hospitali ya Kitete walimpokea kama ulivyo utaratibu, na akawa ameenda kwa daktari kwa ajili ya vipimo. Daktari akamuuliza na shida gani, akaeleza kwamba anaumwa kichwa pamoja na miguu. Daktari akamwandikia vipimo vya x-ray na vipimo vingine kulingana na taarifa hii. Na wakati anasubiria huduma za maabara, akawa sasa anaenda chooni mara kwa mara ninavyoeleza. Na wenzake waliomsindikiza walipoona kwamba anakaa muda mrefu bila kutoka, wakawa na wasiwasi. Sasa yupo mmoja ambaye alikuwa mwerevu, akaenda kwenye eneo la choo, akamuita fulani, akaitikia, lakini hakuweza kufungua ule mlango. Sasa baadaye anasikika mtoto mchanga analia kwenye kile choo. Na ilivyotokea ni kwamba baada ya kujifungua alitoka na yule mtoto pamoja na kondo lake, kwa maana ya placenta, akawa amemtelekeza kwenye eneo la choo. Sasa wakati huo kumbukeni, alikuwa anasubiria kwenda kuchukua vipimo vya maabara. Kwa hiyo huku aliporejea sasa akawa anatokwa na damu nyingi. Wakatoa taarifa kwa yule daktari kwamba yule mgonjwa uliyemhudumia anatokwa na damu nyingi. Kwa hiyo tunaomba umhudumie. Basi wakawa wamemhudumia pale. Katika uchunguzi wa kina ikaonekana ametoka kujifungua muda si mrefu. Sasa huko nyuma wakina mama wawili wa Samariamea walikuwa wanapita, wakamwona yule mtoto katika mazingira hali akiwa na kondo lake. Sasa wale ni wazazi, wakamchukua yule mtoto wakampeleka kwenye wodi ya wazazi. Tunashukuru kwenye wodi ya wazazi, taarifa inavyoonyesha ni kwamba walimpokea kwa haraka. Wale waguzi waliokuwa pale walimpokea kwa haraka, wakamtenganisha na kondo la uzazi na kufanya haraka kwa ajili ya kumhudumia. Hatimaye yule mtoto akaweza kusurvive. Na baada ya uchunguzi basi yule binti kaonekana ndiye ametoka kumzaa huyu mtoto. Mtoto amekaa hapa na mimba. Tangu mimba ina mwezi mpaka mimba ina miezi 9. Hakuna aliyewahi kujua. Kweli tunalea watoto hapa, je, walimu? Hakuna aliyewahi kujua. Basi siku hiyo mtoto imekuwa hasa ndo anaumwa uchungu, anapelekwa mpaka hospitali. Hiyo anayempeleka yani alikuwa wapi? Yani hata kujua kabisa kusense huyu mtu kweli. Hata kama mimba, kuna mtu anapata mimba haionekani kweli. Unaenda umekaa kwenye benchi la wagonjwa, unasubiria mgonjwa wako ameenda chooni, anakuja mtoto analia, amejifungua, kwamba umembeba wewe ni matron au ni nani? Hujawahi kujua kabisa. Tunalea watoto hapa. Yaani mwalimu mkuu wewe hapa siku zote hapa. Una makamu wako wawili siku zote hapa. Una matron siku zote hapa. Yupo mwalimu wa nidhamu. Hamjawahi kuinteract na huyo mtoto. Kuelekezo la kwanza, wote waliomaliza miaka 10 ni sio kuta. Hilo ndio tatizo namba 1. Ishakuwa mazoea. Kwa tusamlaumu huyu mwalimu mkuu, kumbe mmewekea mzigo hapa na hana cha kuwafanya. Mganga mkuu na mganga mfawizi, nani aliyempokea yule binti pale hospitali? Huyo daktari alimsikia hiyo examination, nani alimfanyia? Nini huwa kwa utaratibu wa kidaktari nini kinaanza? Kwa sababu nini? Wewe jinsi wazazi wakina mama kwamba mtu ana mimba ya miezi 9, sio mimba iliyoharibika ya miezi 2 mitatu. Yaani siku hiyo ndani ya dakika 2-3 anaenda kujifungua. Daktari utakaa naye au nesi, utamshika ukampima na pressure, usijue kwamba huyu mtu ana shida gani. Lakini ameandikiwa vipimo, aende maabara sijui kucheki kitu gani, sijui nini, akaenda kujifungua chooni. Yaani isifikie hapo. Lazima tutoe mafunzo ili watu wajifunze. Ukifanya kazi, umekabidhiwa kazi ya serikali, ufanye kazi hiyo. Kuna watu huko mtaani wana taaluma hiyo na hawana kazi ya kufanya.